kuna jirani yangu ameniletea habari kutoka mitandaoni. Bahati mbaya wasina muda, au si bahati nzuri wasina muda na mambo haya ya mitandao. Basi akasema, mzee, soma hapa, naomba nieleweshe. Kwani kuelewa nini? Kwani kuelewa nini? Tukamuuliza, kuelewa nini? Kwanza somo. Kwa hiyo nitawasomea atakaweza kuelewa, wanisaidie kunielewesha. Hii inahusu samani, si mambo ya siasa, nafikiri sio siasa. Ni habari hapa na pale. Ripoti ya Chande kuhusu mauaji ya Oktoba 29, 2025. Na nukuu. Ripoti ya Chande ikoje hivi? Ripoti ya Chande imepikwa na watu wasiojua hesabu. Wamesema kuna vifo 518 nchi nzima. Wamesema vimetoka mikoa ya Dar es Salaam 182, Mwanza 90, Mbeya 80, Arusha 53. Jumla ni 405. Hii ni tofauti na 518 kwa 113. Hili pengo ni kubwa sana. Ina maana namba ilitungwa tu. Kisha wakasema kuhusu maiti ni 518. Maiti zilizotambulika ni 485, ambazo hazikutambulika ni 9. Jumla ni 494. Kuna tofauti ya 518 kutoa 494, tunapata 24. Ina maana maiti 24 zimepotea. Ni pengo kwa ripoti. Hii ni ripoti wamekaa nayo kwa siku 153. Inatoka ikiwa na makosa makubwa hivi. Hii ni ishara wametengeneza ripoti tena bila umakini wowote. Mwisho kunukuu. Mambo haya tuyasindikize kwa sala. Want to buy and ship goods from the U.S.? With MyUS, it's easy. Start by signing up for your free U.S. address. Then save by shopping your favorite U.S. stores, sales tax free. Send your goods to your U.S. address. Biblia inasema, na nukuu, mtawala akisikiliza mambo ya uongo, maofisa wake wote watakuwa waovu.
watakuwa wabaya. Nisha kunukuu kutoka kitabu cha Methali sura 29 aya 12. Biblia inaendelea kusema, kumbuka, si kila jambo unalolisikia ni kweli. Si kila jambo unalolisikia ni kweli. So kila sauti inakuongoza kwa Mungu au kwa wokovu. Mbwa mwitu wa tano ni yule wa kufuata mkumbo. Mbwa mwitu wa tano ni wa kufuata mkumbo. Kwa mfano, kila mmoja anafanya isipokuwa mimi. Kila mtu anafanya, mimi mbona anakuwa tofauti? Hebu na mimi nifanane wao, hata kama ni waovu, wasije wakanitenga. Wengi wape, hata kama ni majambazi. Wengine nasema mkataa wengi ni mchawi. Nisije nikaonekana peke yangu wakaniita mchawi. Wengi wanaogopa uchawi. Hebu nikubaliane nao, wasije wakaniita mchawi nikakunda. Mbwa mwitu mbaya sana huyo. Udanganyifu, uchawa, ufisadi, rushwa, magendo, ushoga, kutumia vidhibiti mimba, taratibu, pole pole, huonekana ni mambo ya kawaida, ndio mtindo wa maisha. Nawe ukiwa tofauti na wengine wa namna hiyo, unazomewa na kunyanyapaliwa na pengine kupotezwa. Mbwa mwitu mbaya sana huyo, amemeza wingi sababu ya woga. Mbwa mwitu wa sita